mtaendelea moja kwa moja. Hamna mahala kusema simama hapa. Mkisha kuwa corrupt, mtaabudu wenye mali. Mimi ni Mkristo, sijui Qur'ani inasema nini. Lakini msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali, Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili. Moja fedha, nyingine Mungu. Haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema ukipewa wawili hao, usitamani wote, Mungu na fedha. Acha Waswahili na fedha, Mungu na fedha. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu, huwezi kuchagua vyote hivi, huwezi kuvitumikia vyote. Utatu. Aliendewa na kijana mmoja, akamwambia, bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia za kufanya. Sheria ziko kadhaa 1 2 3 4 5 6. Sinazijua, akasema nazijua. Hizi nazitii tangu ujana wangu. Hizo zote mimi nafanya kama tangu ujana wangu, naziheshimu hizo. Akamwambia vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Yesu baada ya kijana yule kutoka, kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Anaambia wafuasi wake wale, tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano. Wakamwambia wale wafuasi wake, marofa, siji kwa nini wanamuuliza, marofa, walikuwa marofa watupwa. Wanamwambia, bwana mkubwa, kama hivyo ndivyo nani atafika peponi? Bwana mkubwa kuwapa assurance akasema, lisilowezekana kwa binadamu kwa Mungu linawezekana. Yesu anawaambia hawa, tajiri kufika mbinguni atafika kwa muujiza wa Mwenyezi Mungu. Sasa Tanzania inaniuka kwa rushwa. Rushwa mwingine tuliopata. Tunataka kiongozi anayejua hivyo, ambaye atasema rushwa kwangu ni mwiko. Mwaminifu kabisa, hawezi kugusa rushwa. Na wanamjua, na watoa rushwa watamjua hivyo. Lakini hatutaki aishie hapo tu. Maana haitoshi wewe mwenyewe uwe mwaminifu. Mambo haya yana matatizo. Unaweza ukawa wewe mwenyewe mwaminifu kabisa, ndani kabisa, lakini una pressure za ndugu zako, una pressure za jamaa zako, una pressure za marafiki zako. Kwa hiyo sio kwamba inatosha wewe uwe mwaminifu tu, lakini uwe na uwezo wa kuambia jamaa zako na rafiki zako kwa kauli ambayo wataiheshimu na wala hawatarudia tena. Ikulu ni mahali patakatifu. Unawaambia jamaa zako na marafiki zako family kabisa, Ikulu ni mahala patakatifu. Mimi sikuchaguliwa na wananchi wa Tanzania kuja kupageuza kuwa pango la walanguzi. Ukisha kuambia hivyo ndugu zako na rafiki zako, na ikajulikana hivyo, mtu mwingine wala hakusogelea. Nafsi yake haimtumi kukusogelea.
Lakini sasa kwenye uchaguzi nasikia mtu anakuja na pesa. Uchaguzi wa mwaka huu utakuwa uchaguzi wa pesa. Zamani katika CCM na katika TANU tunapochagua candidate wetu, kama ana mali tunamuuliza, hii mali umepata wapi? Mali ilikuwa disqualification. Mwaka huu mali itakuwa ndio number 1 qualification. Wamezipata wapi? Wamezipata wapi? Huo tunadhani ni ufa wa pili wa tatu ulitikisa, umeitikisa nchi. Umeitikisa. Na watu wanajua, wote mnajua watu. Sasa nilitaka mambo nifa hizi sijamaliza hilo la uaminifu. Nilianza kwa kusema tulikuwa na miko ya uongozi. Kuna miko ndani ya Azimio la Arusha. Ilikuwa ni sehemu ya Azimio la Arusha. Sasa Azimio la Arusha sinisemei, maana siku hizi kulisemea Azimio la Arusha bwana lazima uwe na moyo kama wa mwende wazimu. Kwa hiyo sithubutu. Lakini Azimio la Arusha ilikuwa na misingi mingine safi sana. Narudia, nalisoma. Ninao, natembea na kitabu, natembea na vitabu vingi, natembea na Biblia na Azimio la Arusha. Nakasoma, narudia, sijagundua pabu. Ni azimio la misingi ya utu. Kimoja liliweka miko ya uongozi. Viongozi wetu walikutana Zanzibar, wakaona Azimio la Arusha halifai. Wala hakutangazia kwamba tumekutana Arusha, tumeona Azimio la Arusha halifai. Walikuja kimya kimya, tukaona wanaanza kufanya mambo hayafanani na Azimio la Arusha. Sasa wenye akili tukajua ndio limekwisha hivi. Wala mimi sipiki kelele sana. Nasema Azimio la Arusha kwangu muhimu, lakini muhimu zaidi Tanzania. Muhimu zaidi. Azimio la Arusha halina maneno. Lakini lilikuwa lina miko. Hakuna serikali popote duniani inaendeshwa bila miko. Hakuna. Marekani wana miko, Uingereza wana miko, Ujerumani wana miko, wa Fransa wana miko, wa Japani wana miko. Hakuna kusema unaweza kuendesha nchi tu hivi bila miko. Juzi tu Uingereza pale kuna waziri mmoja katimuliwa, waziri mdogo hivi. Kwa nini? Kwa sababu kapita pembeni huko amepita na mama moja wa barabarani. Ndio lazima wewe waziri mzima unapita na wale wale. Alimwandikia alipo watu walipoanza kusema huyu waziri alimwandikia waziri mkuu barua ya kuresign. Waziri mkuu kwa jinsi alivyokasirika wala hakumjibu. Alichagua mtu wa badala yake basi wala hakumjibu. Wana miko ya maadili tu. Kipewa kazi ya nchi lazima ujiheshimu. Huwezi kupewa kazi ya nchi alafu unaishi kihuni. Kazi za uhuni, mabarabara yako tele, nenda kafanya uhuni wako kule. Kwa hiyo nchi zote zina miko. Hapa sasa hatuna. Wameacha Arusha, hawakuweka mingine. Wameacha miko ya Arusha, hawakuweka mingine. Sasa ni holela tu, ovyo kabisa. Sasa tunataka kiongozi wetu
na hilo. Tunataka mtu ambaye hilo linamkera, na akituambia kwamba linamkera, tukimtazama usoni tuamini. Maana sio mtu atuambie linakera sana lakini kimtazama huyu. Sasa inakwenda? No problem. Mwaka jana nilitembelea Marekani kule. Akanikaribisha kwenye chakula cha jioni Gertrude Nugent. Akanikaribisha kwake. Kama mnafahamu yuko pale anafanya kazi ya kina mama kwa United Nations. Akanikaribisha kwake, akakaribisha na jamaa wengine. Yuko mama moja anatoka Uganda. Katika mazungumzo yule mama ananiambia, "Mzee, mimi niko nafanya kazi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tulipokuwa katika jumuiya tulikuwa tunawajua wa Tanzania. Si lazima watu ambie. Sisi wa Uganda tulikuwa tunajuana kwa makabila yetu. Wa Kenya walikuwa wanajuana kwa makabila yao. Wa Tanzania hatujui makabila yao hata kidogo. Ilikuwa ni tofauti ya wazi kabisa. Sisi tunasemana kwa makabila au Kenya wanasemana kwa makabila. Unajua huyu Jaluo, unajua huyu Mkikuyu, unajua huyu siji Mnandi. Wa Tanzania hapa ni wa Tanzania tu basi. Na nilipokuwa nikiwashawishi Kenyatta na Obote tuunganishe nchi za Afrika Mashariki. Safari moja tumekaa Nairobi, naambia hivyo, nyinyi mna matatizo ya makabila. Hapo mna makabila wa Kikuyu, wa Jaluo, wa Nandi, nani? Na nyinyi Kenya na Uganda mna matatizo ya makabila. Sisi hatuna. Tukiungana hivi nchi hizi zikawa moja, ukabila wa Kenya utapungua, ukabila wa Uganda utapungua. Kwa nini? Kwa sababu katika nchi moja hivi ya East Africa, wa Kenya mtajiita wa Kenya, mkitutazama hivi wa Tanzania mkaanza kuzungumza matatizo yenu. Sasa mnasema tuna matatizo, mnatafuta mchawi. Mchawi yule mtamtafuta kwa wa Tanzania au mtamtafuta kwa Waganda. Nyinyi mtajiita wa Kenya. Hamtayatafuta kwa Wakikuyu na Wajaluo. Hamtajibagua hivyo. Ndani ya federation hamwezi kujibagua hivyo. Mkajiita sisi wa Kikuyu, sisi wa Nandi, sisi wa Meru hata kidogo.